بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير، نبينا وحبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، leo mlango ambao tutausoma kwenye kitabu chetu Bulughul Marami min adillati al-ahkami cha al-Imam al-Hafidh Abu al-Fadl al-ma'ruf au al-shahir ibn Hajar al-Asqalani al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Ni mlango unaosema babul hibati wal umra wal rukba, mlango unazungumzia hiba, zawadi, hiba kwa maana ya zawadi, na al-umra ni kumpa mtu kitu kwa munasaba na kwa kupima umri wake wote. Kwa maana mfano kusema a'martuka hadha al-bayt ma hayitu, ay a'taytuka iyyahu ma hayita, ay a'taytuka iyyahu litaskunahu muddata hayatika, nimekupa hii nyumba kwa umri wako wote. Ma hayita, muda wa kuwa uko hai. Ay a'taytuka iyyahu litaskunahu muddata hayatika, kwa maana nimekupa hiyo nyumba wewe uishi kwenye hiyo nyumba muda wote wa hai wako. Na rukba ni kumpa mtu kitu, lakini mfumo wake, mfano a'taytuka hadha shay'a rukba imitta qabli raja'a ilayya wa imittu qablaka fahuwa laka. Ni kumpa mtu kitu ukamwambia nikifa, ukifa wewe kwanza kabla ya mimi hicho kitu kinarejea kwangu, na nikifa mimi kabla ya wewe hicho kitu ni cha kwako. Na hukumu yake ili jambo amejuzisha ulama katika mambo ambayo yanafaa. Hadithi ya mwanzo ni ani Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu anna abahu ata bihi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Hadithi hii ya sahaba an-Nu'man ibn Bashir anaelezea kwa baba yake alimpeleka yeye kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala, akasema inni nahaltu ibni hadha ghulaman kana li, hakiangu mimi nimempa zawadi mtoto wangu huyu, nimempa kijana ambaye alikuwa pamoja na mimi, kwa hiyo yupo nami huyu kijana ni wa kwangu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akullu waladika nahaltahu mithla hadha, Mtume akasema watoto wako wote umewapa zawadi mfano wa zawadi hii? Watoto wako wote umewapa zawadi mfano wa hii? Faqala la, akasema hapana, nimempa huyu tu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faarji'hu, Mtume akasema mrejeshe. Na hii ya kuonesha kwamba usimfadhilishe mtoto kwa kumpa kitu tu hivi hivi kwa sababu. Kwa hiyo ukiwapa watu zawadi, basi kuwa mwadilifu hata kwenye zawadi. Na hadithi hii inaikuwa wazi zaidi na hadithi inayofuata mbele. Kwa fi lafdhi, na katika tamko nyingine imekuja fantalaqa abi ila an-nabii sallallahu alaihi wasallam, akaenda, kwa maana akaondoka baba yangu mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, liyushhidahu ala sadaqati, ili amweke shahidi juu ya ile sadaka yangu mimi. Baba kanipa kitu ili yeye awe shahidi kwenye hilo. Faqala, Mtume akasema fa'alta hadha biwaladika kullihim, umelifanya hili kwa watoto wako wote? Je, umelifanya hili kwa watoto wako wote? Qala la, akasema hapana. Qala, Mtume akajibu ittaqullaha, muogopeni Allah, mcheni Allah. Kumbe hujawagaia watoto wako wote, umewapa baadhi. Kwa hiyo mcheni Allah, mcheni Allah. Wa'dilu baina auladikum, nafanyeni uadilifu baina ya watoto wenu. Mcheni Allah na mfanye uadilifu baina ya watoto wenu. Faraja abi faradda tilka sadaqa, Mtume babangu akarejea
na akairudisha ile sadaqa aliyonipa, ambaye alikuwa kanipa mimi tu. Fi riwaya, na katika riwaya li Muslimin ya Imam Muslim, qala, amesema fashhid ala hadha ghairi, huu ushahidi ambao umenileta nishuhudilie kwao, mshuhudilishe mwingine, so mimi, mweke shahidi mtu mwingine. Thumma qala, kisha akasema ayasurruka an yakunu laka fil birri sawaan, qala bala, qala fala idhan. Mtume alimuuliza, hivi inakufurahisha wewe kuwa wote hawa kwenye wema wapo sawa? Akasema ndio, anifurahisha hivyo. Mtume akasema fala idhan, sasa kwa nini umefanya hivyo? Usifanye hivyo. Kama wote kwenye wema unataka wawe sawa, kwenye kuwapa pia wape sawa. Kwa hadithi zinatuonesha kuhusu kuwa yatakiwa mtoto au watoto wawe sawa kwenye kupewa zawadi, na baba awe munsif kwenye hilo, asiwe na khiana. Wa Ibn Abbas radhiyallahu anhu, hapo ni kuhusu mzazi na watoto. Hapa inakuja hadithi ni kuhusu mtu mwingine yote tu, inaenea wote, mzazi na sio mzazi. Kutoka kwa Abdullah ibn Abbas na Allah amridhie, anasema qala, amesema qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, al-aidu fi hibatihi kalkalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi, mwenye kurejea kwenye zawadi yake, mwenye kurejea katika zawadi yake, nikatoa zawadi kisha akarejea, kwa maana akataka kile alichokitoa kirudi kwake tena hivyo. Kalkalbi yaqi'u, ni kama mbwa ambaye anatapika. Thumma yaudu fi qai'ihi, kisha anarejea kwenye matapishi yake. Hiyo sio sawa, haina maana. Na hii hukumu yenea kwa mwenye tajiri kadhalika na sio kuwa tajiri. Na Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi kasema kwamba na kuna tofauti baina ya hao wenye kurejea kwenye sadaka zao, baina ya kule kuwa kwamba huyo mrejeaji ni nani, ni tajiri ama ni maskini, mutafaqun alayhi. Wa fi riwayati al-Bukhari laysa lana mathalu sawi, na kwenye riwaya Imam al-Bukhari Mtume akasema hatuna sisi mfano uliokuwa mbaya zaidi, muovu, alladhi yaudu fi hibatihi kalkalbi yaqi'u thumma yarji'u fi qai'ihi, kwa maana mfano wetu sisi ni yule mbaya zaidi kuhusu yule ambaye yeye hurejea, ni yule ambaye yeye hurejea. Huo mfano ulikuwa ni mbaya zaidi kwenye zawadi yake. Yule ambaye hurejea kwenye zawadi yake aliyoitoa ni kana kwamba ni mbwa aliyetapika kisha akarejea kwenye matapishi yake. Wa Ibn Umar, na kutoka Abdullah ibn Umar ibn Abbas radhiyallahu anhum, na kutoka Abdullah ibn Abbas na Allah waridhia wao, ani nabii sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, qala, amesema la yahillu lirajulin muslimin an yu'tiya al-'atiyya thumma yarji'a fiha, an yu'tiya al-'atiyata thumma yarji'a fiha illa al-walida fima yu'ti waladahu, si halali kwa mtu Muislamu kutoa zawadi, kipawa alichokitoa kitu, kisha akarejea kwenye hicho alichokitoa, isipokuwa baba kwenye kile ambacho humpa mtoto wake. Rawahu Ahmad wal arba wa sahahahu at-Tirmidhi wa Ibn Hibban wal Hakim. Sababu mtoto, kuna hadithi kule, anta wa maluka li abika, wewe na mali yako vyote ni baba yako, wewe ni mmiliki wa baba yako, na kile unachokimiliki kinachomilikiwa na baba yako. Hivyo wa ana Aisha radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqbalu al-hadiyya wa yuthibu alayha. Aisha anaelezea radhiyallahu anha kwamba Mtume alikuwa akikubali zawadi na hulipa juu ya hiyo zawadi, hulipa juu ya hiyo zawadi, maana akutafutia jambo ambalo atakulipa juu ya kile ulichompa yeye. Hivyo
Kadhalika na pia kupewa zawadi, wamesema ulama kwamba isije ikawa katoa huyo mtu kwa kuona haya tu, na isije ikawa katoa hicho alichokitoa ikawa kipo sehemu ya rushwa, na isije ikawa hicho kilichotolewa pia ni haramu, isije ikawa hivyo. Sasa وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال, kutoka kwa Abdullah ibn Abbas Allah amridhia amesema, wahaba rajulun li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam naqatan fathabahu alaiha. Hadithi inaelezea kwamba alimpa zawadi mtu mtume. Kuna mtu alimpa zawadi mtume sallam, alimpangamia mtume akamlipa juu ya hicho kile alichokitoa. Faqala radita, mtume akamuuliza kisha umeridhia hicho nilichokupa wewe, umeridhia? Qala la, akasema hapana. Fazadahu, mtume akamzidishia. Faqala radita, mtume akamuuliza tena, je umeridhia? Qala la, fazadahu, akasema hapana, mtume akamzidishia kile alichokitoa. Qala radita, qala naam. Hapa mara hii alipoulizwa umeridhia akasema ndio nimeridhia, ila kama asingeridhia pia ingepewa tena. Rawahu Ahmad. Ila kwa roho za binadamu hapa mtu anaweza kusomea hadithi kisha akasema kama mimi nisingesema kama chitushika ngetoka hapo tajiri, kila nikipewa bado napewa tena. Kwa roho za binadamu baadhi yao wanaona hivyo, lakini kuna ile roho ya haya na kuona aibu pia, nayo hii ni yenye kuangaliwa. Wasahahahu Ibn Hibban. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, kutoka Jabir Allah amridhia amesema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallam, al-umra liman wuhibat lahu. Umra ni kwa yule ambaye kapewa zawadi, sio umra ile ya haji. Tumeielezea mwanzo darasa, tumeelezea umra ambayo hukusudiwa hapa. Mfano mtu kukupa kitu kisha amartuka iyaha mudata umrik, nimekupa hicho kitu chote kwamba wewe tumia muda wa umri wako, hiyo huitwa al-umra. Na muttafaqun alayhi. Wali muslimin amsiku alaykum amwalakum, na ana al-Imam Muslim yeye riwaya nyingine hadithi hii kwamba zuieni juu yenu mali zenu, zile mali zenu zile zizuieni, wala tufsiduha, wala msizifisidi, msiziharibu. Fa innahu man a'mara umra fahiya lilladhi umiraha hayyan. Umeandika umiraha nini hivyo, hayyan wa mayitan waliaqibihi, kwa maana kwamba hiyo hicho alichokitoa yeye, hiyo umra aliyoifanya itakuwa ni kwa yule ambaye kaifanya hiyo umra kwa ajili yake, ni mmoja awe yupo hai au kafa. Waliaqibihi, na kwa ajili ya kizazi chake. Waliaqibihi ay walidhurriyatihi. Wa fi lafdhi, na katika tamko jingine, innamal umra allati ajazaha Rasulullah, hakika ya al-umra ambayo kaijuzisha Mtume sallam, an yaqula, ni mtu kusema, hiya laka waliaqibika, hichi kitu ni cha kwako wewe na kadhalika na ni cha kizazi chako. Fama idha qala, ama atakaposema mtu, hiya laka ma'ishta, salamu, hicho kitu ni cha kwako muda wa kuwa hai, hicho kitu ni cha kwako muda wa kuwa hai, fa innaha tarji'u ila sahibiha, hicho kitu huyo aliyepewa akifa charejea kwa mwenyewe. Huyo aliyepewa charejea kwa mwenyewe, na hii itakuwa inaingia kwenye ile hukumu ya nini, takriban inaingia kwenye ar-ruqba, takriban kwenye ar-ruqba, takriban inaelekea huko, ingawa kuna utofauti. Kadhalika wali Abi Daud, hapo elezea al-umra anakuja kwenye ar-ruqba. Sasa la turqibu wala tu'miru, msifanya ar-ruqba wala al-umra. Faman urqiba shay'an au umira shay'an fahuwa liwarathatihi, yoyote ambaye atafanya yeye ar-ruqba au al-umra kwenye chochote, itakuwa hicho ni kwa ajili yake na kwa ajili ya waliorithi. Unajua kuna wengine pengine mpaka sasa hivi, kwa sababu wameingia mwanzo, wanaingia sasa hivi, wanataka waulize. Nimetoa maelezo mwanzo wa darasa, al-umra nini, ar-ruqba nini, yote nimetoa maelezo hivi.
Na haya ni matatizo ya kuchelewa darasani. Matatizo ndio miongoni mwa hasara zake hizo. Miongoni mwa zile khusrana mubina ni hizi, maana hapa zipo wazi. Imbabi faida yake siku nyingine zirejee. Atakaye yani al-umra ni mtu kumpa kitu alafu kumwachia kwa maana muda wa umri wake wote. Tumie hichi kitu nimekupa wewe. Na ar-rukba ni mtu kukupa kitu alafu ikawa akifa yeye chako, ukifa wewe cha rejea kwake. Ndio hali ipo hivi. Na akija mwingine hapa naye ambaye kachelewa atakuja kusema nini ar-rukba, tutamwambia al-fakhdhaini sasa. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala, kutoka Umar Allah mridhi amesema, hamaltu ala farasin fi sabilillah fa adaahu sahibuhu, mimi nibeba juu ya farasi, kwa maana mimi nilibebwa. Na hapa ina maana ya kubebwa pia, nilibebwa kwenye farasi katika njia ya Allah, kwa maana huyu farasi nilimpa mtu, ndio maana yake. Fa adaahu sahibuhu, yule aliyempa ule kampoteza. Fa dhanantu annahu ba'i'uhu bi rukhsin, ikadhania kwamba yeye kamuuza tu, yani kwa maamuzi, kaamua tu afanye hivyo, amuuze, kaamua tu yeye amuuze. Fasalatu Rasulullah sallam an dhalika faqala la tatba'hu wa in a'takahu bidirhamin. Alhadith muttafaqun alayhi. Nikamuuliza mtume kuhusu lile, akanambia huyo mnyama usimfuatilie tena, na yeye pia usimpate, yani ushampa. Na al-aidu kama tulivyoona kwenye hadithi hapa ambayo imetangulia hivi, al-aidu fi hibatihi kalkalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi, ulichokitoa kama zawadi usirejee kuchukua tayari. Ni sawa sawa na makapishi ambayo umerejea. Hata kama atakupa kwa dirham moja, kwamba toa dirhamu tu nikupe hivyo, au atakupa na mengine kwamba chukua ina nakupa na chingine, umesema baadhi ya wale wanawake ni hiyo, sikubali, sio sawa. Wa Nabii Hurairah radhiyallahu anhu anin nabii sallallahu alaihi wasallam, kutoka Abu Hurairah Allah mridhie, kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, qala, amesema tahabu, peaneni zawadi mtapendana, peaneni zawadi mtapendana. Rawahu al-Bukhari, na hadithi ya Imam al-Bukhari fi al-Adab al-Mufrad, wa Abu Ya'la bi isnad hasan. Kadhalika wa an Anas radhiyallahu anhu qala, kutoka kwa Anas Allah mridhi amesema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mtume sallallahu alaihi wasallam, tahadu, peaneni zawadi, fa innal hadiyata tasullu as-sakhima, hakika ya zawadi huondosha chuki, hakika ya zawadi huondosha chuki. Rawahu al-Bazzar bi isnadin dha'if. Hivyo wa Nabii Hurairah radhiyallahu anhu, kutoka Abu Hurairah Allah ambaye qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mtume sallam, yani sa'al muslimat, enyi wanawake wa Kiislamu, wanawake wa Uislamu, la tahtaqiranna jaratun lijariha walau firasna shah, asimdharau jirani yake hata kama ni kwa mguu wa mbuzi. Asimdharau zile hafir zake ambazo hutembelea hata kwa kiasi kile pia. Na ionyesha kwamba kumdharau mtu ni jambo la haramu, sio sawa. Ni jambo la haramu kumdharau mtu, kwa tusifanye hivyo. Wa ibn Umar radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abdullah ibn Umar Allah mridhie, ani nabii sallallahu alaihi wasallam, kutoka mtume sallam, qala, amesema muwahaba hibatan fa huwa haqu biha ma lam yuthab alaiha. Kitu kingine imeeleza hivi, atakayetoa zawadi yote hiba ile, muda wa kuwa hajalipwa, basi yeye ana haki zaidi nayo. Hadithi hii kidogo imekuja kinyume na hivyo, imekuja kinyume na vitu vilivyoona mwanzo, kwa maana kwamba kama huja kwa zawadi uweza ukarejea. Hadithi imeleta maana hiyo, lakini Ibn Uthaymeen akasema yadullu alhadithu ala anna hibata athawab idha lam yuthab alaiha, idha lam yuthib alaiha alwahibu fa innahu yarji'u
فيها كما أن فيه العمل بالقرائن لأننا لا نعلم أنها هبة ثواب إلا بقرينة. ikatoa maelezo hivyo, kazibagua zawadi kama kuna hiba, ile hiba ya thawabu, zawadi ambayo ni zawadi ya thawabu, ikasema hivyo. Hiyo kitoa kama mtu haja kulipa juu ya hivyo anaweza kurejea, akasema hivyo alimamu wa Sheikh Ibn Uthaymeen, ingawa kaidhofisha hadithi ya alimamu al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi. Rawi al-Hakim wa sahahahu wal mahfudh min riwayat Ibn Umar an Umar qawluhu, kwamba linalohifadhiwa kwenye riwaya Ibn Umar kadhalika na kutoka kwa Umar mwenyewe ni kule kusema kwamba hii kauli ya nani? Ni Umar, kwamba ni mtume. Kadhalika babul luqta, mlango unaoelezea al-luqta. Al-luqta ni kiokotwa, al-luqta ni kiokotwa, na pia kuna al-luqta na al-laqit. Al-luqta ni kiokotwa ambacho sio binadamu, ila al-laqit ni kiokotwa ila mtoto mdogo, kuokota mtoto ndio hiyo al-laqit. Al-luqta ni kitu, pesa, simu na mengineyo. Kwa mlango unaelezea kiokotwa hukumu yake. An Anas radhiyallahu anhu, kutoka kwa Anas Allah amridhie, qala, amesema marra an-nabiy sallam bi tamratin fi tariqi faqala, alipita mtume sallam alipitia tende kwenye njia akasema, laula anni akhafu an takuna min as-sadaqa la akaltuha, lau kama sikuhofia kwamba hii tende hii huenda ikawa ni sadaqa ningeila, lakini sadaqa Makureishi hawali kwa sababu ni katika usafu nas. Hivyo ndio maana nasema mtume laiti kama sikuhofia kwa sadaqa ningeliila hii. Muttafaqun alayhi. Lakini pia katika vinavyojulisha au katika maana za hii hadithi ni kuwa kitu kitakapokuwa ni kidogo humilikiwa kwa kule kuokotwa tu basi, kama ni kidogo lakini haja kutangaza. Kwa hiyo usije ukajiona una imani unitangazia 50. Unaona kwamba una imani mwenzetu. Ushakuwa Abubakari na wewe. Dunia tu hii. Yaani mchukue pesa ya watu ni 50 kumbe. Huyu akiokote 10,000 tu kimya. Ashasahau ile kauli kwamba dunia tusishakuwa akhira. Allahu al-musta'an. Wa Zaid ibn Khalid ibn al-Juhani radiyallahu anhu, kutoka kwa Khalid ibn Zaid, kutoka kwa Zaid ibn Khalid al-Juhani Allah amridhie, qala misema jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fasalahu anil luqta, alikuja mtu kwa mtume sallama akamuuliza kuhusu al-luqta, faqala akasema i'rif ifasaha wa wikaaha. Anasema mtume alimwambia hebu fahamu kile kizibio chake hicho kitu, kama ni chombo yani hicho kilichopotea, fahamu kile kizibo, yani kile nini mfunikio wake wa juu, ndio al-ghilaf, mfunikio wa juu ule. Wa wikaaha, na ile kamba yake ambayo hii ndio imefungia hicho kitu. Thumma arifha sana, kisha hicho kitu kitangaze mwaka mzima. Fa injaa sahibuha, mpe, akija mwenye hicho kitu hicho mpe. Fa injaa sahibuha, kuna maneno yamefutwa hapa, akija mwenye hicho kitu mpe. Fa injaa sahibuha, endapo atakuja mwenye hicho kitu mpe. Wa illa, na isipokuwa hivyo, basi fasha'nuka biha, lazimiana na jambo lako na hicho kitu, maana itakuwa cha kwako wewe. Qala, akasema wale mtu ambaye ni Zaid ibn Khalid al-Juhani, fadhalatul ghanami, vipi kipotewa cha mbuzi ama kondoo? Qala hiya laka, mtume akasema ni kwako, itakuwa pia umemtangazia mwaka mzima hujapata mwenyewe. Kadhalika wali akhika, na ni kwa ajili ya ndugu yako pia. Au lidhibi, kwa maana ukimwacha huyu ataiwa na mbwa mwitu, au ni kwa mbwa mwitu, kwa maana ukimwacha ataiwa na mbwa mwitu. Qala fadalatul ibli, akauliza je, vipi kipotewa cha ngamia? Nimeokota ngamia. Inawezekana kusema kama umeokota ngamia, basi kusema kama nimeokota taksi au nimeokota nasharo,
Ratko utashirifu umeokota yani. Inawezekana kweli kwa sasa hivi? Haiwezekani bwana. Haiwezekani. Qala malaka walaha, Mtume anasema una nini wewe na huyo ngamia? Hapa hajamwambia kama ni wako akamuuliza una nini wewe na huyo ngamia? Maaha siqauha wa hidhauha, ana yeye maji yake na kadhalika, na ana yeye kwato zake. Sema siqa kwa maana wanasema ulama pia katika wanyama ambao wanahifadhi maji kwa muda mrefu ni ngamia ndani ya mwili. Yale aliyoyanywa yale, kuna mingine haendi moja kwa moja kwenye mfuko wa chakula na kwenda pembeni. Akihisikiwa na hiyo sehemu haipo karibu na maji, yale ndo anayanywa humo ndani. Ngamia ndio hivyo. Si maskhara vile kuambiwa fala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat, sio mchezo. Na hakuna mnyama ambaye ana subra, ni ngamia ana subra kuliko hata simba kwenye sehemu kali na za majangwa. Ana subra sana, ni mvumilivu sana. Na ngamia anaweza akala tunda ambalo lina miba akalitia vile vile kama lilivyo, alafu hiyo miba akaibagua kwenye mdomo na ikawa anatafuna kabisa, kung'ata kabisa, anakula kabisa. Wale kuna baadhi ya miti ambayo ina miba itia vile vile sasa, yani atia kabisa mdomoni vile vile. Ngamia ndio hapo hivyo. Mtume akasema taridul maa, huyu ngamia huyo anaendea maji, watakulu shajar, na anakula majani ya miti. Ile miti kwa kusudia majani yake, hata yalqaha rabbuha, mpaka atakapokutana na ule mmiliki wake. Rabbuha malikuha, sio mola wake. Rabbuha mmiliki wake. Muttafaqun alayhi, kwa sababu ar-rabbu bi maana al-malik. Hata ukiangalia kwenye tafsiri ya kilugha ya tamko ar-rabbu ina maana al-maliku, mmiliki. Muttafaqun alayhi. Allahu almusta'an. Kadhalika wa anhu radiyallahu anhu, na kutoka kwake Allah mridhie, qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man awa dhallatan, atakayeficha kipotewa. Ili tamko li awa ina maana ya hama wa hafidha, ni mtu kuhami kitu na kukihifadhi, ila hapa haina maana hii asili, ina maana ya vile kukificha, kuokota ukaficha. Fa huwa dhallun, yeye mwenyewe ni mpotevu. Yeye mtu huyo basi ni mpotevu. Maalam yakun yuarifuha, maalam yuarifuha, muda wa hicho kitu hajakitangazia. Yani moja kwa moja, yani ule mwaka, kuna baadhi yao unajua na hila sana. Ule mwaka ule ambao kaambiwa akitangazie, basi huo mwaka ni wa kukificha mwenyewe asikione. Si yani kuna watu yufahamu upoje yani. Kaambiwa atangaze hicho kitu mwaka, hicho kitu alichokiokota anaweza akakihamisha mtaa mwaka, akikileta kisijulikane tena. Dhulma na khiana. وعن عياض ابن حمار رضي الله عنه, kutoka عياض ibn Himar Allah mridhie, qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada luqtatan. Na pia kuna uandiko wa luqata, hivyo luqata, falyushhid dhawi adlin. Mtume anasema atakayeokota kiokotwa basi na washuhudilishe wale watu waadilifu. Waliyahfadh hifasaha wa wikaaha, na ahifadhi kile kinini, kifunikio chake, kadhalika na kamba yake. Kwa maana gani hifadhi hivyo? Kile kitu akikiokota yeye mwenyewe akiangalie vizuri, nje ndani, kile kitu akiangalie. Ule mwenyewe anekuja ule, kisha ampe mtihani hivyo vitu, kitu chako kipoje, ataje kama kilivyo kile kitu. Na pia atakiwa pia mtu akiokota jambo pia anze anze moja kwa moja kusema kama nimekuta kitu fulani, mtu aje ni nini nimpe hivyo. Kile kitu ambacho hajulikana kabisa kipo hivi hicho, ukisema tu nimeokota kitu kipo hivi, mfano usema nimeokota Haramaini ya blue, mtu aje ni kama ni yako yake nimpe, sifa zake usizitaje tayari hapa. Akija sasa tasema tu ni Haramaini, alafu akilinganisha na pengine sifa ulizozitaja atabuni mpaka namba, akipatia ukimpa na sia kwake, dhulma sasa ashaiba. Ile atakiwa moja kwa moja utahiri. Kama ni simu, nimeokota simu. Umeokota simu? Ndio nimeokota simu. Kwani kabisa simu ndio ipoje? Touch alafu Nokia. Mwambie hebu ondoka. Yeye sio. Au Nokia akaja smartphone, wewe bwana wewe nenda wewe. Kabisa mwambie wewe haufai. Na kuna baadhi ya watu wanakosa uaminifu. Mimi namjua moja kati ya mashehe
aliokota mamilioni ya mapesa. Alivyookota akatuma mpaka sauti kwenye magrupu,